Sitarajii kuona watu wakisema hawana mafuta wakati madepo yana mafuta. Mafuta yote ambayo mmeingia mikataba yanafika hapa nchi. Amka nasi. Amka nasi. Haya habari mbalimbali, amka nasi. Amka nasi. Karibu kwenye kipindi cha Amka Nasi ambacho kinakujia kila siku ya Jumatatu hadi Ijumaa kuiangaza nchi yetu Tanzania kama ilivyomulikwa na waandishi wetu wa habari katika mikoa mbalimbali. Waziri wa Nishati Deogratius Ndejembi amezielekeza taasisi zilizo chini ya wizara hiyo kuhakikisha upatikanaji wa mafuta unaendelea kuwa wa uhakika, huku akisisitiza ufuatiliaji wa karibu kwa wafanyabiashara watakaobainika kuficha mafuta kwa lengo la kusubiri kupanda kwa bei. Tupate simulizi zaidi. Hatua hii inakuja kufuatia mgogoro unaoendelea Mashariki ya Kati unaotikisa soko la mafuta duniani. Maelekezo ya serikali ya Tanzania yanalenga kuhakikisha upatikanaji wa mafuta na usalama wake kwa shughuli endelevu za kiuchumi. EWURA kuhakikisha mafuta yote yaliyokuwa hapa nchini, hakuna depo lolote ambalo linaficha mafuta haya kwa kusubiri bei zizidi kupanda duniani. Hakikisheni wakati wote mafuta yanapatikana kuanzia Dar es Salaam mpaka Kierwa. Sitarajii kuona watu wakisema hawana mafuta wakati madepo yana mafuta. PBPA tuhakikishe kwamba mafuta yote ambayo mmeingia mikataba yanafika hapa nchini, na tusisubiri kwamba yako njiani. Tuhakikishe na tukague kwamba ni meli ipi, ipo wapi, inafika lini. Lakini vile vile TPDC tuhakikisha kwamba mafuta yote ya miezi ambayo bado hatuna yanafika nchini. Aidha, taasisi zilizopo chini ya wizara hiyo ikiwemo mamlaka udhibiti wa huduma za nishati na maji EWURA kupitia kwa mkurugenzi mkuu Dr. James Andilile na mkurugenzi wa shirika la maendeleo ya petroli Musa Makame wanabainisha tahadhari, mikakati na hatua wanazozichukua ili kuhakikisha usalama wa mafuta nchini, huku akitoa hofu wa Tanzania kuhusu upatikanaji wa mafuta. Mafuta yapo ya kutosha nchini na tumeendelea kusimamia swala la usambazaji wa mafuta na tunafuatilia kwa karibu. Kwenye kila depo tunapata taarifa zake za mafuta yaliyopo. Tunaendelea kupata taarifa kila siku kuhusiana na swala la upatikanaji wa mafuta. Kuna zabuni za mafuta kwa ajili ya mwezi wa 5 ambazo tayari ameshapatikana supplier, na ya mafuta tutategemea yaingie kama yalivyopangwa kwenye mkataba. Kwa hiyo hali ya upatikanaji wa mafuta kwa ujumla ni ya kuridhisha na hatuna changamoto yoyote, pamoja na kwamba tuna hiyo vita ambayo inajitokeza, lakini mafuta tunayo uhakika wa kuja kwa sababu mikataba yote imeshasainiwa na masupplier wote wameshatuhakikishia kwamba wataleta mafuta kama ilivyopangwa kwa mjibu wa mikataba. Erasto Simoni ni mkurugenzi wa wakala wa uagizaji wa mafuta kwa pamoja, amezungumzia mikakati ya mapema inayosaidia Tanzania katika kukabiliana na changamoto ya mafuta katika siku za usoni. Huu uamuzi ambao Mheshimiwa Waziri alituongoza mapema kabisa wakati hii changamoto inaanza ya kuhakikisha kwamba mikataba ile tunaisaini na kuanza kuitekeleza mapema, imehakikisha kwamba tutakuwa na usalama kwa kipindi kirefu, kwamba ile mikataba ile yale mafuta ambayo yapo yanaendelea kutumika. Mikataba ya Februari, Machi mafuta yake ndio yanafika sasa hivi yanatumika, lakini tumewahi kuingia mikataba mapema ambayo itahakikisha kwamba kwa mwezi wa 5, wa 6, wa 7 mafuta yake nayo yatafika kwa ratiba hiyo. Hata hivyo, mchambuzi wa masuala ya kiuchumi na diplomasia Joel Kasasa anabainisha athari za kiuchumi za mgogoro unaoendelea Mashariki ya Kati, haswa kwa nchi za Kiafrika. Madhara ya mgogoro unaoendelea Mashariki ya Kati pale Irani umepelekea uchumi wa dunia kuzorota kwa kiwango kikubwa, kwa sababu ongezeko la 13% katika bei ya mafuta katika soko la dunia ni athari kubwa sana katika uchumi wa dunia. Kwanza ikumbukwe, kwa mujibu wa International Energy Agency, kwa mujibu wa shirika la kimataifa ambalo linajihusisha na nishati, linasema kwamba 33% ya uchumi wa dunia unaendeshwa na nishati ya mafuta. Sasa kama 33% ya uchumi wa dunia unaendeshwa na mafuta, ongezeko la 13% ya mafuta katika soko la dunia manake umegusa uchumi wa dunia nzima. Na
uchumi wa dunia unategemea nishati ya mafuta. Usafiri, uzalishaji viwandani inategemea mafuta. Sasa ongezeko ama mdororo wa upatikanaji wa mafuta manake unaathiri viwanda, kwa sababu uwezo wa kuzalisha kwa viwanda utapungua, lakini vile vile ajira zitapungua. Hatua zinazochukuliwa na serikali ya Tanzania zinatajwa kama mwarobaini wa kukabiliana na changamoto hiyo. Ndio maana serikali ya awamu ya 6 imeweza kuchukua tahadhari za mapema. Kwanza kabisa, mkakati wa kujenga matanki 15 ya kuhifadhi mafuta, wastani wa lita za ujazo 378,078 ni sawasawa na wastani wa mapipa 2,200 hivi, ambayo yataweza kusaidia kama backup ya kama mbadala kama kutakuwepo mgogoro wa kikanda au mafuta kuadimika. Sasa mazingira hayo yanakuhakikishia kwamba uchumi unaweza kuendelea kufanya kazi hata kama itatokea kwamba mafuta yameadimika nchini kwa kipindi ambacho tunatafuta mbadala wa kupata hiyo bidhaa. Kwa sasa kiwango cha utoshelevu wa mafuta nchini kinakadiriwa kufika hadi mwezi wa 7, huku wizara ikiendelea kuhakikisha usalama wa upatikanaji wa mafuta unaochochea ukuaji wa uchumi. Leonard Mwacha, Amka Nasi, Magic FM. Ni amkapo asubuhi, siku nyingine yapendeza. Nenda East and West, Magic ni best. Radio hii Magic FM. Nasikiliza mchana, mahali pekee pa maisha yangu. Jioni usiku, sikose cha siku, kusikiliza Magic FM. Magic FM 2026. Mtaa umeamka, tunasikika.